Yetu inaanza na mwanaume anayeitwa Hang, mwigizaji maarufu anayependwa na kila mtu. Wakati huo huo, meneja wake, Sofia, anaenda kwa kiongozi wa mafia kuomba apewe mlinzi wa kike kwa ajili yake. Mwanamume huyo anasisitiza kwamba walinzi wake wote ni wanaume na kwamba hawaajiri wanawake. Hata hivyo, Sofia anajibu kuwa amesikia ana binti ambaye ni mwenye nguvu kuliko wanaume wake wote. Kwa hilo, tukio linahamia kwa mhusika wetu mkuu wa kike, Annie, binti wa kiongozi wa mafia. Anaonyeshwa kama msichana mwenye nguvu sana, ambaye anaongoza timu ya wasaidizi waaminifu. Anawapa jukumu jipya la kumchunguza kwa karibu mpenzi wake kwa kuwa anamshuku kuwa anamchepuka. Timu inamuona mwanamume huyo akiingia hotelini na wanamjulisha Annie. Anawaagiza washughulikie hali hiyo. Timu inamzuia mwanamke aliyekuwa anaelekea kukutana na mpenzi wa Annie kuingia hotelini. Muda mfupi baadaye, wanamtoa nje mpenzi huyo anayesaliti, kichwa chake kimefunikwa kwa plastiki. Bahati mbaya, mwanamume huyo anageuka kuwa si mwingine bali ni Hang aliyekuwa anakaa kwenye chumba kilichomkabala. Bila kufikiria, Annie anamshambulia kwa hasira, akikataa kuamini kwamba angeweza kusalitiwa. Anamtukana mwanamume huyo, anampiga kofi na hatimaye anamsukuma ndani ya maji. Katika tukio linalofuata, tunarudi kwa baba yake Annie ambaye anakataa ombi lake Sofia, akisema kwamba binti yake si mlinzi wa yoyote. Sofia anapoondoka, Annie anakutana naye njiani na mara moja anatambua kuwa yeye ni msaidizi wa Hang. Annie anashangazwa sana kwa kuwa yeye ni shabiki mkubwa wa Hang. Annie anapojua kuhusu ombi la mlinzi, anamuomba baba yake bila kuchoka amruhusu achukue kazi ya kuwa mlinzi wa Hang. Hata hivyo, baba yake anakataa ombi hilo, akimwambia ajikite badala yake kutafuta mpenzi ambaye hatomsaliti. Wakati huo huo, tunamuona Hang ambaye ameweza kutoka majini elekea kwenye duka la urahisi. Muuzaji wa dukani anashangazwa sana kumuona kiasi cha kuwa anapiga picha bila Hang kugundua. Nyumbani kwa Annie, baba yake anamwambia kwamba ana mpango wa kumuozesha kwa mwana wa rafiki yake ambaye anaonyeshwa kuwa ni rafiki yake wa utotoni. Annie anakataa wazo hilo, akisema hataki kuwa mke wa kiongozi wa mafia. Hata hivyo, baba yake anabingiana kuwa kuoa katika familia hiyo zitaongeza mshikamano kati ya magengi mawili. Annie anasisitiza kwa uthabiti kuwa hataolewa na mtu yoyote isipokuwa mwanaume anayempenda. Anajaribu kuondoka, lakini wanachama wa gengi wanamzuia na kumfungia chumbani kwake. Wakati huo, dukani, mfanyakazi anampa Hang koti la kufunika shati lake lililokuwa chafu, kisha anapiga naye picha akisema yeye ni shabiki mkubwa wa Hang. Hang anamshukuru kwa wema wake na anaondoka eneo hilo. Wakati huo huo, Annie akiwa amechoka chumbani kwake, anaangalia mazingira yanayomzunguka yamejaa picha na sanamu za Hang. Hata mtoo wake una picha ya Hang iliyochapishwa juu yake. Katika tukio linalofuata, Hang anarudi nyumbani kwake na kumkuta Sofia pamoja na Yun, mwigizaji anayefanya kazi naye. Sofia akiwa amepaniki, anamuuliza Hang amekuwa wapi na anamuonya asiondoke nyumbani bila mlinzi wake hadi watakapogundua ni nani anayemlazimisha kwa vitisho. Hata hivyo, Hang anamthibitishia asiwe na wasiwasi, akisema ana uwezo wa kujilinda mwenyewe na atashughulikia suala la mlinzi peke yake. Sofia, ingawa hana uhakika, anamuomba awe makini kabla ya kuondoka. Turudi dukani. Tunamuona kijana mrembo anayeitwa Ding akimtumia Annie picha aliyompiga Hang, akifichua kuwa wao ni marafiki wa karibu. Anamuomba Annie aje dukani. Hata hivyo, Annie anaeleza kwamba baba yake amemfungia chumbani akimlazimisha aolewe na mwana wa rafiki yake. Ding anamwambia kuwa since wanemjua amekuwa ni msichana mwenye nguvu. Akiwa himisiwa na maneno hayo, Annie anasimama, anakata nywele zake na anapanga mpango wa kutoroka. Anamdanganya mwanachama mwemo wa gengi anayeitwa Lin ili ampe nguo zake na bunduki zake apate kutoroka akiwa amejificha kama yeye. Ingawa Lin anamwambia anaogopa, Annie anamthibitishia kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Kisha anampiga kichwani na kumwacha hana fahamu. Hilo linafanya ionekane kama kwamba Lin ndiye aliyekimbia. Annie anafanikiwa kupata kadi ya Sofia. Annie anaelekea kwenye mgahawa unaokaribia, anampigia Sofia simu na anamuomba waje kukutana. Lakini akiwa anasubiri, wanaume wanne wanaketi karibu naye na kujaribu kumsumbua. Annie anakaribia kuwashambulia, lakini anapomuona Sofia anawasili, anawaonya wanaume hao waondoke jikiwa wanajua ni bora kwao. Annie anazungumza na Sofia akitangaza, mimi si kama baba yangu. Mimi ni shabiki mkubwa wa Hang na nataka kuwa mlinzi wake. Sofia anahisi wasiwasi kumwajiri Annie kisiri bila baba yake. Akitaka kumvutia, anatoa bunduki yake na kwa umbali mrefu sana analifuatilia risasi gari la Haris na kulisababisha lipunduke. Sofia anashangazwa sana na anakubali kumwajiri Annie. Wakati huo huo, baba yake Annie anauita Lin akimtuhumu kuwa alimsaidia Annie kutoroka. Lin anasua kuwa Annie ndiye aliyemshambulia na hakumsaidia. Ingawa ana mashaka, baba yake Annie anamwambia Lin atampa nafasi nyingine. Akimpata Annie na kumrudisha nyumbani, atasamehewa. Katika tukio linalofuata, tunaenda kwenye kampuni ya Hang ambapo Sofia anamwambia Annie kwamba mbele ya watu wengine atajifanya kama ni msaidizi wa Hang, lakini kwa siri atakuwa mlinzi wake. Lakini kabla ya kuanza, anahitaji kupata mafunzo kidogo ya jukumu la msaidizi.
Mwanamke mwema anaingia chumbani na anaanza kumfundisha Annie kila anachohitaji kujua. Msaidizi anapoendelea kuzungumza, Annie hasikilizi. Anaota mchana kuhusu mara ya kwanza atakapokutana na Hank ana kwa ana. Msaidizi anamrudisha Annie kwenye hali halisi, akimrumbunisha kwamba yupo hapa kwa ajili ya kazi, si jambo lingine. Annie anamuuliza, "Je, ninaonekana kama shabiki mchazi wa Hank?" Msaidizi anajibu, "Hapana, hauonekani kama shabiki mchazi. Kwa kweli unaonekana kama mtu anayemvinia Hank." Annie anavunjika moyo, lakini mwanamke anaendelea kusema, "Tafadhali, zingatia tu kazi yako kama mlinzi, hakuna kingine. Usijiletee matatizo." Baadaye, Annie anazunguka ndani ya kampuni na hatimaye anakutana na Lynn kwenye mgahawa. Wakiwa wanakula pamoja, anamuuliza, "Je, utanifichua kwa baba yangu?" Lynn anajibu, "Kamwe, nitamwambia sikupata." Kisha anampa kidogo pesa na anamuomba ajitunze. Katika tukio linalofuata, Annie anakutana na Ding ambaye anamuuliza kuhusu mipango yake baada ya kutoroka nyumbani kwa baba yake. Anamdhihaki akisema kuwa atakuwa binti wa kwanza wa Mafia kukimbia kwa sababu ya swala la ndoa. Akiwa amekasirika, Annie anamwambia aache kusema upuuzi. Ding kisha anauliza kwa umakini, "Sawa, mipango yako inayofuata ni ipi?" Annie anamwambia kuwa anataka kufanya kazi, kujitegemea na kutoruhusu tena baba yake kudhibiti maisha yake. Ding anamwacha kwa muda mfupi kwenda chooni. Wakati huo huo, wezi fulani wanaingia kwa nguvu katika duka la urahisi. Annie, akiwa anaogopa kusababisha uharibifu, anajizuia kupigana nao. Badala yake, anawapa pesa zote zilizokuwa kwenye kaunta ya fedha. Hata hivyo, wezi wanapotoka nje, wanashangaa sana kuona wanaume wa Annie wamelizingira duka. Wakiwa wameogopa sana, wezi hao wanarudisha pesa bila kusita. Katika wakati huo, Hank anawasili ili kumrudishia Ding koti. Hata hivyo, Lynn anamuona na anamuonya aondoke, akisema eneo hilo ni hatari. Bila kufikiria mara mbili, Hank anaondoka mara moja. Katika tukio linalofuata, tunamuona Annie akiwa na Sofia na Yoon. Sofia anajaribu kumshawishi Yoon akubali Annie awe mlinzi wake pia, lakini Yoon anasema, "Siogopi ujumbe wa vitisho vya aina hiyo tu." Hata hivyo, Sofia anapinga hoja hiyo kwa kueleza kuwa Hank alishambuliwa siku chache zilizopita na inaonekana vitisho hivyo ni vya kweli. Annie kisha anamwambia Yoon kuwa na mlinzi ni wazo zuri sana, akimhakikishia kuwa atahakikisha usalama wake kama anavyofanya kwa Hank. Hatimaye Yoon anakubali. Siku inayofuata, Hank anaenda tena kwenye duka la urahisi ili kumrudishia Ding koti. Anamuuliza kama yuko salama, akitaja kuwa aliwaona wanachama wa genge mbele ya duka siku ya juzi. Ding anajibu kuwa wao ni genge zuri na kwa kweli walimwokoa. Hank anafurahi sana na anamuomba Ding amtambulishe kwa genge hilo mara nyingine. Baadaye, Annie anaanza kufanya kazi na Yoon. Hata hivyo, Yoon anaondoka peke yake katika eneo la upigaji picha na Annie anagundua uamuzi wa kizembe huo. Bahati nzuri, Annie alikuwa tayari ameweka programu ya ufuatiliaji kwenye simu ya Yoon. Ndani ya dakika chache, anamfanikiwa kumpata na anagundua kuwa Yoon alikuwa amepotea njia tu na alikuwa anaogopa. Annie anamthibitishia akisema, "Niamini tu, sitakudhuru." Wanarudi katika eneo la upigaji picha ambako Yoon anaanza kuigiza nafsi ya mwanamke mraibu. Uigizaji wake ni wa kushawishi sana kiasi kwamba Annie anavutiwa kabisa na anatambua jinsi Yoon alivyokuwa na kipaji kikubwa sana. Baada ya upigaji picha, Annie anauliza, "Je, uliwahi kuwa mraibu? Ulionekana halisi sana." Yoon anakasirika, anakanaa na anamwambia Annie aache upuuzi. Annie anaomba msamaha haraka, akifaifanua kuwa alimaanisha Yoon ni mtaalamu wa hali ya juu sana kwenye kazi yake. Wakiwa njiani kurudi nyumbani, Annie anauliza Yoon kama anaelekea moja kwa moja kwenye nyumba yake, lakini Yoon anajibu kuwa anataka kwenda nyumbani kwa mpenzi wake kwanza, ambalo linageuka kuwa ni gorofa ya Hank. Annie kunapogundua hilo, anafurahi sana. Anaingia ndani ya nyumba na anaanza kugusa na kuangalia kila samani ya Hank kwa makini. Ghafla, Hank anatoka bafuni na anamuona. Anapiga kelele, "Unafanya nini hapa?" Annie anakimbia mara moja. Hank anamwendea Yoon na anauliza, "Haya, msikitu ni nani?" Yoon anajibu, "Ni mlinzi wetu mpya." Hank anatabasamu na anauliza, "Je, unajua namba yake?" Yoon anauliza kwa nini anahitaji, na Hank anaeleza kuwa amegundua baadhi ya vitu vimepotea nyumbani na anataka kujua viko wapi. Yoon anadhania Annie ndiye aliyevichukua, lakini Hank anasema, "Hapana, nilimwona akitoroka bila kuchukua chochote. Nataka tu kujua vitu vilivyopotea viko wapi." Hata hivyo, Yoon anaendelea kuwa na shaka kuhusu nia halisi ya Hank kutaka namba yake. Siku inayofuata, baba yake Annie anagundua alipo na anachukua wanaume wake kwenda kumchukua. Lynn anampigia Annie simu haraka akimjulisha kinachoendelea na akimhimiza atoroke hotelini mara moja. Annie anajaribu kukimbia, lakini anakuta wanaume wa baba yake wamemzingira. Baba yake anamsisitiza arudi nyumbani pamoja naye, lakini Annie anatangaza kwa msimamo kuwa sasa ana kazi na hatarudi tena. Annie anafanikiwa kutoroka na bila kutarajia anamkutana na Hank mbele yake. Anaruka ndani ya gari lake akimsihi aondoke haraka. Hank anakubali na baadaye anauliza, "Wale wanaume ni akina nani?" Annie anajibu, "Ni wanaume wa baba yangu." Kisha anamuuliza Hank kwa nini alikuja hotelini, naye anajibu, "Nilitaka
kuona. Annie anabaki ameduaa, hawezi kuamini kile anachosikia. Kabla Heng hajamuuliza kuhusu kitu kilichopotea, anasikia tumbo lake linanguruma na anatambua kuwa ana njaa. Anampeleka kununua sandwich, jambo linalomfanya Annie afurahi sana. Annie anamwambia Heng, mimi pia napenda tembo na nina sanamu nyingi nyumbani kwangu kama zako, hata mavazi uliokuwa umevaa. Heng anatabasamu kisha anamuuliza kuhusu daftari fulani. Annie linatoa daftari na anasema, samahani, liliingia kwenye begi langu jana nilipokuwa nakimbia. Nilikisoma na napenda sana hadithi uliyoandika. Anakiri kuwa ana hamu nyingi ya kujua hadithi hiyo inaishiaje. Heng akiwa ameshangaa, anafichua kuwa hadithi hiyo kwa kweli inahusu mafia. Annie anamwambia Heng kuwa alipenda mtiririko wa hadithi hiyo, lakini pia anataja kuna taarifa za ziada alizokosa katika simulizi yake. Heng anauliza jinsi gani Annie anajua mambo mengi kuhusu mafia. Annie anahisi woga na anabadilisha mada haraka akiuliza, unaandika novela lakini unaficha mpenzi wako, kwa nini? Heng anajibu kuwa Yoon si mpenzi wake. Wanafanya tu vile wanakuwa pamoja mbele ya vyombo vya habari kama sehemu ya matangazo ya filamu yao mpya. Annie anafurahi sana kujua kuwa Heng hana mpenzi wa kweli, lakini furaha yake inamfanya atende kwa namna ya ajabu kidogo, jambo linalogunduliwa na Heng. Ghafla, Annie anapokea simu kutoka kwa Sofia ambaye anamkemea kwa kumwacha Yoon peke yake. Sofia anaeleza kuwa Yoon hupokea vitisho vingi zaidi kuliko Heng na anamkumbusha Annie kuwa lazima awe na Yoon masaa 24 kwa siku. Akiwa amepaniki, Annie anachukua funguo za gari la Heng na anaondoka haraka. Anajaribu mara kwa mara kuwasiliana na Yoon lakini hapati majibu yoyote. Kwa kutumia kifaa cha ufuatiliaji kilichopo kwenye simu ya Yoon, Annie anagundua kuwa Yoon yuko njiani kwenda kukutana na mwanaume anayemtishia. Mwanaume huyo tayari amemteka nyara mwana wa Yoon na Yoon anapatwa na hofu kubwa anapoona video yake. Mwanaume huyo anaanza kumshambulia Yoon, lakini Annie anawasili kwa wakati mwafaka. Anapambana na mwanaume huyo na anamuokoa Yoon. Wanapokuwa wanatoroka, Yoon anapiga kelele kwa hasira, mpumbavu wewe, kwa kufanya hivi ninaweza kumpoteza mwanangu milele. Annie anaomba msamaha akieleza kuwa hakujua kuwa Yoon alikuwa na mwana. Yoon anajaribu kumsukuma Annie mbali, lakini Annie anasisitiza kuwa atampigia Sofia simu na kumweleza kila kitu. Katika hatua hiyo, Yoon anakubali na anafichua maisha yake ya zamani yaliyokuwa yamefichwa, ambayo yalikuwa yanajulikana na mhalifu huyo peke yake. Yoon anakiri kuwa hapo awali alikuwa mraibu wa dawa za kulevya na alikuwa akienda mara kwa mara kwenye klabu fulani ya usiku ambako alikutana na mhalifu huyo. Walipendana na hatimaye Yoon alipata ujauzito. Hata hivyo, baadaye aligundua kuwa mwanaume huyo alikuwa anamchepua. Akiwa jawa hasira, Yoon alimshambulia vibaya na mwanaume huyo alimripoti kwa mamlaka. Yoon alikamatwa kwa matumizi ya dawa za kulevya na kushambulia na alijifungua mwanawake akiwa gerezani. Mhalifu huyo kwa upande wake alimchukua mtoto na kupata haki ya kumlea. Baada ya kuachiwa huru, Yoon alihamia mji mwingine, akabadili jina lake na maisha yake yalibadili kabisa alipomkuta na Sofia ambaye alimpa nafasi ya kuwa mwigizaji maarufu. Hata hivyo, alipopata umaarufu, mhalifu huyo alirudi na kuanza kummalizia kwa vitisho, akimtumia mwanawe kama silaha. Ili kulinda siri yake, Yoon alificha jambo hilo ili wala Sofia wala mtu yoyote asijue kuhusu maisha yake ya zamani. Annie akiwa ameguswa sana na maungamano hayo, anaahidi kuweka siri ya Yoon na kumlinda hata kwa gharama ya maisha yake ikiilazimu. Anamthibitishia pia kuwa yeye ndiye atakayeshughulikia suala hilo na Sofia. Yoon anauliza, wewe ni mlinzi au ni jambazi? Annie anajibu, ni mlinzi na pia ni jambazi kama utanihitaji. Yoon anacheka na wanawake hao wawili wanashiriki wakati wa furaha pamoja. Annie anaporudi nyumbani, Heng anamuuliza amekuwa wapi na gari lake. Annie anajibu tu, hapo ni mahali pa siri. Heng kisha anasema, basi nadhani itanibidi nimpigie Sofia simu nimuulize. Akiwa amepaniki, Annie anamwomba asifanye hivyo. Wakati huo huo, Annie anagundua kuwa Heng anacheza mchezo anaopenda sana na anasema, mimi tayari nimeshashinda viwango vyote. Heng anamuuliza, unaweza kunisaidia kushinda kiwango hiki? Annie anamsaidia na Heng anashinda. Akiwa na shukurani, anaendelea kucheza na yeye na anasahau kabisa swala la gari. Siku inayofuata, Sofia anamchukua Annie kwenda kukutana na aliyekuwa mume wake wa zamani. Wakati wa mazungumzo yao, Sofia anaonekana mwenye huzuni sana na Annie anauliza, je, ni huyu mwanaume anayemfanya uwe na huzuni kiasi hiki? Lakini Sofia anamwambia kwa msimamo asiingilie maisha yake na akae kimya. Annie akiwa na udhaifu kama kawaida, anamwendea msaidizi wa Sofia na kumuuliza kuhusu mwanaume aliyemkutana naye. Msaidizi anamweleza kuwa mwanaume huyo ni mume wa zamani wa Sofia. Walikuwa na mwana ambaye kwa bahati mbaya alizama baharini na kufariki. Tangu hapo wamekuwa wakilaumiana kwa kifo cha mwana wao, jambo lililosababisha talaka yao. Wanakutana mara moja kwa mwaka, siku ya kumbukumbu ya kifo cha mwana wao. Annie anahuzunika sana akitambua jinsi maisha ya Sofia yalivyojaa maumivu. Katika tukio linalofuata, tunamwona baba yake Annie ambaye anatafakari njia ya kumshawishi arudi nyumbani. Anaamua kurekodi video ambayo anainiza kuwa mwenye upolevu,
Anatabasamu mara kwa mara na anamwomba Annie arudi, akisema anamiss sana. Anataja pia kuwa mwanaume anayemtaka aoane naye ni mtu mwema. Hata hivyo, Annie anapoiona video hiyo, anatabasamu kwa jikua, akitambua mbinu anazotumia. Anampigia Lynn simu na kusema, mwambie baba yangu kuwa uigizaji wake ni mbaya sana na kwamba sirudi nyumbani. Katika tukio linalofuata, Annie yupo na Heng wakati wa kurekodi tangazo la biashara na muigizaji mgeni wa kike. Kwenye tangazo hilo, muigizaji anatakiwa kumpiga Heng kafi, lakini Annie anatambua kuwa anamchapa kweli na anarudia mara kwa mara hadi Heng anapopoteza uvumilivu. Annie anatambua kuwa muigizaji na mrekebisho wanachumbiana na anahitimisha kuwa wanamfanyia Heng hivyo ili kumdhalilisha. Akiwa jawa na hasira, Annie anawatukana mrekebisho na muigizaji huyo anamshika Heng mkono na wanaondoka eneo lao. Heng anatabasamu na anamwambia Annie, sikujua kama wewe ni msijana mjasiri kiasi hiki. Unajua, nilikuwa nachumbiana na muigizaji huyo hapo awali na nadhani anafanya hivi ili kulipiza kisasi. Anaongeza kuwa ana mpango wa kuvunja mkataba wao. Hata hivyo, Annie anahisi wasiwasi, ogopa kuwa Sofia atamkemea kwa kitendo chake. Heng akitambua wasiwasi wake, anamkumbatia ili kumtuliza, akisema huo ni uamuzi wake mwenyewe na kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Mkuso wake unamfanya moyo wake upige kwa haraka. Baada ya hapo, Annie anakutana na Yoon na anatambua kuwa anaonekana mwenye aibu usoni. Annie anapoendelea kumzungumzia Heng, Yoon anatambua hisia zake kwake. Yoon anamwambia Annie kuwa yeye na Sofia watasafiri kwa siku chache na anamkabidhi funguo za nyumba ya Heng ili waweze kucheza michezo usiku mkimya kama wanavyopenda kufanya. Yoon anasema hili ni shukrani kwa kuto kuficha siri yake. Annie anajibu, ninawachukia wahalifu kama mume wako wa zamani na nitakusaidia kuhakikisha anakamatwa. Utaona. Yoon anahisi mapenzi yake kwa Annie yakizidi kuongezeka. Baadaye, Yoon anarudi nyumbani na anampigia Heng simu na kumwambia kuwa alikuwa na Annie na aligundua kuwa Annie alikuwa akizungumza sana kumhusu, ikidukiza kuwa anaonekana anamfahamu sana. Heng anasikia hayo kwa furaha, lakini hasemi chochote. Wakati huo huo, mhalifu anaoneshwa akiwa amefungwa bandeji baada ya Annie kuvunja mifupa yake. Anampigia simu mmoja wa wanaume wake akimwamuru kumtafuta msijana huyo na amlete kwake. Wakati huo huo, baba yake Annie anajawa na hasara na kukata tamaa, akijaribu kwa nguvu zote kumpata. Kisha anapokea simu kutoka kwa rafiki yake, kiongozi mwingine wa mafia. Anamwambia kuwa anakuja hivi karibuni Taiwan na anataka kumtambulisha mwanawe kwa binti yake. Baba yake Annie anapata wasiwasi na anakataa kusema kuwa binti yake amekimbia. Baada ya kukata simu, anakutana na gengi jingine na anawapa picha ya binti yake akiwaagiza wamtafute kila mahali. Katika tukio linalofuata, mwandishi wa habari yuko katika kituo cha polisi na anatambua hali ya mvutano iliyopo. Anamuhonga mmoja wa maafisa wa polisi na anamuuliza kinachoendelea. Afisa huyo anafichua kuwa binti wa kiongozi mkubwa zaidi wa genge nchini Taiwan amekimbia na kwamba kiongozi huyo anatafuta msaada kutoka kwa magengi mengine ili kumpata. Mwandishi wa habari anarudi ofisini na anamshirikisha bosi wake habari hiyo. Hata hivyo, bosi wake anaipuuza, akisema kuwa habari kama hizo haziwavutii wasomaji. Badala yake, anamwagiza mwandishi huyo azingatie habari za burudani. Akimtaja Hang kama mfano, anamwambia amchunguze Hang, akibainisha kuwa hivi karibuni alivunja mkataba wa tangazo la kibiashara na aliyekuwa mpenzi wake na amtafutie habari za kipekee kumhusu. Wakati huo huo, wanaume wa baba yake Annie wanaoneshwa wakimfuatilia kwa karibu Ding, wakijaribu kugundua alipo Annie baada ya kubadilisha hoteli. Wanamfuata hadi anapofika kwenye ghorofa yake mpya. Akitamua kuwa anafuatiliwa, Ding anampigia Annie simu na anamuonya aondoke mara moja. Kwa bahati mbaya, wanaume hao wanachukua hatua haraka zaidi na Annie anapotoka nje anakuta wanamsubiri. Mapigano yanazuka, lakini Annie anafanikiwa kuwashinda wote na kutoroka. Mara moja, Annie anampigia Lynn simu akitaka ajue jinsi gani wanaume hao waligundua alipo na akimtishia ikiwa alimsaliti. Hata hivyo, Lynn yuko pamoja na Ding na anaomba msamaha, akieleza kuwa alilazimishwa kumchunguza Ding pamoja na wanaume hao. Ding anamsamehe na anamuuliza anajuaje Annie. Lynn anafichua kuwa Annie alikuwa rafiki yake wa utotoni na alikuwa akimlinda dhidi ya wanyanyasi. Watu wengine walimwogopa kwa sababu ya nguvu zake. Yeye siku zote alihisi kuwa alikuwa msichana mwenye upendo na moyo mwema. Akiwa guswa na hadithi hiyo, Ding anaamua kuwa rafiki wa Lynn. Wakati huo huo, Hang anakamilisha riwaya yake na anampigia Annie simu kumshirikisha habari hiyo. Anamwalika nyumbani kwake akijua kuwa hana tena mahali pa kukaa. Wanacheza michezo ya video pamoja na wanafurahia sana. Annie anapomwomba asome riwaya yake, Hang anakataa akisema anapaswa kusubiri kuitazama kama filamu kwa kuwa yeye ndiye atakayekuwa mkurugenzi. Annie anamhoji akimuuliza kwa nini atakuwa mkurugenzi badala ya kuwa mwigizaji. Hang anampeleka kwenye chumba cha siri ndani ya nyumba yake kinachovazi la kila mhusika
mhusika aliyewahi kumuigiza. Anaeleza kuwa kwa sababu anaonekana mpole, warugenzi humchagua mara nyingi kuigiza nafasi za watu wema, ingawa yeye anatamani kuigiza wahusika wabaya. Ili kuepuka kuharibu mshangao wa filamu yake, aliamua kuwa mkurugenzi badala yake. Annie anajibu, wewe ni mwigizaji na hakuna mtu anayeweza kukuwekea mipaka isipokuwa wewe mwenyewe. Unaweza kujipa changamoto na kufanya chochote unachotaka na uhakika utafanikiwa. Akiwa ameguswa na maneno yake, Hang anajisikia huru akiwa karibu naye. Annie anapoanza kuigiza baadhi ya matukio kutoka kwenye riwaya, ghafla Hang anamvuta karibu na kumbusu. Annie anabaki ameshtuka na kuchanganyika, akidhani kuwa huu ndio mwanzo wa uhusiano wao. Hata hivyo, siku inayofuata Hang anajiendesha kana kwamba hakuna kilichotokea. Akiwa kasirishwa na kutojifunza kwake, anaamua kuondoka. Hang anamsubiri na anakiri kuwa, mimi ni mbaya sana kueleza hisia zangu, lakini ninakupenda na nataka kuwa na uhusiano na wewe. Annie anabaki ameduaa, lakini mara moja anakubali maungamo yake. Katika muonekano huo, mwandishi wa habari aliyekuwa akimchunguza Hang anapiga picha yao wakiwa pamoja. Bila yeye kujua, yeye pia alikuwa akichunguzwa na timu ya Annie waliokuwa na wachunguza nyumba ya Hang. Wanaamua kufuta picha hiyo kumlinda Annie. Baada ya hapo, Yoon anapokea simu kutoka kwa mtu anayemlazimisha kwa vitisho, ambaye anadai pesa na anatishia kumdhuru mwanawe ikiwa atakataa. Akiwa katika hali ya kukata tamaa, Yoon anakubali kumtumia pesa. Hata hivyo, anapomtaka afichue alipo Annie, anakataa. Mhalifu huyo anamuonya kuwa atajutia na anakatisha simu, mwachilia Yoon akiwa amechanganikiwa na mwenye wasiwasi mkubwa. Katika tukio linalofuata, Annie yuko pamoja na Ding akimwambia kuwa sasa anachumbia na Hang. Ding anamkosoa akisema kuwa huwa hajifunzi kutokana na makosa yake na anaendelea kuchumbia na wanaume wanaoishia kumsaliti. Annie anajitetea Hang akidai kuwa yeye ni tofauti na hatomsaliti kamwe. Wakati huo huo, Sofia anakutana na mume wake wa mkazo ambaye anamwambia kuwa amepokea ofa ya kazi nje ya Taiwan na ana mpango wa kuondoka. Ingawa anahisi huzuni, Sofia inamwambia kuwa anamtakia kila laheri. Yeye anajibu, una uhakika? Kwa kufanya hivi tutatengana kabisa. Sofia anajibu kuwa tayari wameshaachana kisheria na anaondoka, mwachilia mwanaume huyo akiwa kasilika. Alikuwa anatumaini kuwa angemuomba abaki. Licha ya yaliyopita, bado anampenda na anatamani siku moja wapatanishwe. Katika tukio linalofuata, mwandishi wa habari aliyekuwa akimchunguza Hang wanamteka nyawa mteka. Wanamtishia afute picha na wanampiga vibaya wanapogundua kuwa alipanga kutoa taarifa kuhusu mahali alipo baba yake Annie kwa kubadilisha na pesa. Wanamuonya akae mbali na Annie na Hang na siwakaribie tena. Baada ya hapo, wanamtupa majini. Mwandishi akiwa amejawa na hasara na nia ya kulipiza kisasi, anampigia bosi wake simu na anamsimulia kila kilichotokea. Bosi wake anapogundua kuwa Hang anachumbia na binti wa kiongozi wa mafia, anaamua kushirikiana na mwandishi huyo. Kwa pamoja, wanachapisha picha hizo pamoja na kichwa cha habari kinachodai kuwa mwigizaji maarufu Hang anamchepuka Yoon kwa msichana wa mafia. Baba yake Annie anakoona habari hizo, anaghadhibika sana. Anamwamuru Lin amtafute Annie na atatue suala hilo kabla kiongozi mwingine wa mafia hajagundua. Wakati huo huo, Sofia anaona habari hizo, anakimbilia nyumbani kwa Annie na anamkuta Annie akiwa humo, jambo linalothibitisha uvumi huo. Anadai kujua Hang yuko wapi, lakini Annie anasisitiza kuwa hajui. Ndipo inafichuliwa kuwa Lin na wanaume wake walimteka nyara Hang na kumpeleka kwa baba yake Annie. Baba yake Annie anajitambulisha kwa Hang kama baba ya Annie. Hang anamkaribisha kwa uchangamfu, akijitambulisha kama mchumba wa Annie. Baba yake Annie anamshutumu Hang kwa kuchumbiana na mwigizaji Yoon na kumfanya Annie kuwa kama mke siri, sema hapendezwi kabisa na uhusiano wao. Hata hivyo, Hang anaeleza kuwa yeye na Yoon hawachumbiani na kwamba mwandishi wa habari alibuni uvumi huo. Anakiri kuwa anampenda Annie kwa dhati na anataka kuwa naye. Hang anaahidi kufanya mkutano wa waandishi wa habari ili kufafanua kutoelewana huko na kutangaza hadharani uhusiano wake na Annie. Baba yake Annie, akitambua uaminifu na tabia njema ya Hang, anaanza kutulia kidogo. Katika tukio linalofuata, tunamuona Hang akiwa na Yoon na Sofia. Sofia anamkemea vikali kwa alichofanya, sema kuwa Annie ni msaidizi tu na kwamba kuchumbiana naye kutakuwa kashafa. Hang anamkinga Annie akisisitiza kuwa yeye ni binadamu mwenye haki ya kuchumbiana na mtu yeyote anayemtaka. Anaeleza kuwa tangu Annie aingie katika maisha yake, anajihisi hai badala ya kuwa robot wa kuigiza tu. Anaawa kuitetea uhusiano wao hata kama itamgharimu umaarufu wake. Yoon anasimama upande wake akiahidi kuhudhuria mkutano wa waandishi wa habari pamoja naye na kutangaza kuwa uhusiano wao wa awali ulikuwa ni mkakati wa
wa matangazo ya filamu tu. Hatimaye Sofia anakubali uamuzi wao, ingawa kwa kusitasita. Lakini siku ya mkutano wa waandishi wa habari, Sofia anamwonyesha Hang maoni mabaya yanayoelekezwa kwa Annie, akionyesha jinsi watu wanavyomshambulia. Anamwanoa kuwa hali itakuwa mbaya zaidi iwapo umma utagundua kuwa Annie ni binti wa kiongozi wa mafia, jambo litakalomdhuru zaidi. Akizingatia hilo, Hang anatangaza katika mkutano wa waandishi wa habari kuwa yeye na Annie hawachumbiani na kwamba Annie ni msaidizi wake tu. Anadai kuwa alimkumbata akiwa mlevi na anamuomba radhaa kwa Annie na familia yake. Annie anaposikia hilo, moyo wake unavunjika kabisa. Baba yake Annie akiwa anatazama, anaghadhibika sana, akihisi kusalitiwa na Hang. Annie anaamua kujiuzulu kazini na kuacha nafasi yake. Anaondoka kampuni ya Hang baada ya kumpa msaidizi faili na kumwagiza amkabidhi Sofia. Kwa upande wa Hang, anajaribu kwa kutakatama kuwasiliana na Annie, akimpigia simu mara kwa mara, lakini Annie amezima simu yake. Anazungua mitaani akiwa na huzuni, huku mvua ikimnyeshea. Hatimaye Annie anampigia baba yake simu akilia na kuomba msamaha. Baba yake anamwambia arudi nyumbani, naye anakubali. Ghafla mwanamume wenye mwali anamkaribia na kujitolea kumpeleka. Inafichuliwa kuwa mwanamume huyo ni mwana wa kiongozi mwingine wa mafia na ndiye aliyepangwa kumwoa Annie. Familia zinakaa pamoja kuzungumza tarehe ya harusi. Wakati wa mazungumzo, mwanamume anamuuliza Annie kama anakubali kuolewa naye. Annie anajibu kuwa anakubali. Baadaye Annie anaondoka nje kunywa kinywaji na mwanamume anamfuata ili kuhakikisha yuko sawa. Anamwambia kuwa aliona mkutano wa waandishi wa habari na anamsikitia Annie. Anaomba nafasi, sema kuwa yeye ni mwanamume mpole na mwenye moyo mwema na kwamba anampenda Annie kwa dhati. Baada ya hapo, Annie anaenda chumbani kwake na anaondoa kila kinachomhusu Hang na anakitupa mbali. Siku inayofuata, Annie anakutana na Sofia ili kuomba msamaha kwa kuvunja mkataba uliokuwa unasema haruhusiwi kuchumbiana na Hang. Sofia anaghadhibika sana, akimlaumu Annie kwa kuharibu kila kitu. Annie kisha anasimulia kumbukumbu ya moyoni. Anasema kuwa alipokuwa mdogo, alimpoteza mama yake katika ajali na baba yake aliishi na hatia miaka mingi. Siku moja, aliota ndoto ya mama yake marehemu ambaye alimwambia kuwa haikuwa kosa lake. Sofia akiwa mshangazwa, anauliza kwa nini Annie anamwambia hayo. Annie anajibu, nataka ujue kuwa kifo cha mwanao si kosa lako wala la baba yake. Hakuna mmoja wenu wa kulaumwa. Pia, nahisi kuwa bado anampenda na wewe bado unampenda. Unapaswa kupatana. Sofia akiwa ameguswa sana na maneno ya Annie, anaondoka bila kusema neno. Katika tukio linalofuata, Annie anakutana na mchumba wake na anasema kuwa amepunguza uzito sana. Mwanamume anakumbuka jinsi Annie alivyokuwa akimdhihika kwa kuwa mnene na anamkumbusha ahadi yake ya utani kwamba angemumoa iwapo angewahi kupungua. Akitasabamu, anamwambia, sasa na mimi ni handsome na nimekuja kukuoa. Wakati huo huo, Hang anaingia katika ugomvi na watu wasiojulikana na anapelekwa kituo cha polisi. Sofia anafika kumdhamini na anamkabilia, akimuuliza kwa nini anajiendesha hivyo na kama anajaribu kujilipizia mwenyewe. Hang anakiri kuwa anampenda Annie kwa dhati na hisia zake kwake ni safi na za kweli. Anakiri kuwa hawezi kuvumilia kuwa mbali naye. Sofia anamdhihika, sema anasikika kama mhusika wa filamu ya mapenzi. Akiwa amekerereka, Hang anajibu, wewe ni binadamu kweli? Nahisi kama wewe ni robot. Umewahi kumpenda mtu? Akiwa amekasirishwa na maneno hayo, Sofia anasema kwa ukali, mwanamke unayempenda yuko karibu kuolewa. Anaposikia hilo, Hang anapoteza uvumilivu, anakimbia hadi nyumbani kwa Annie akipiga kelele akiita jina lake. Wanaume wanaolinda nyumba hiyo wanampiga mateke na kumfukuza, lakini Hang anasimama imara, akikaa ngambo ya barabara usiku mzima. Hatimaye anaiona gari la Annie likiwasili pamoja na mchumba wake. Hang analiita jina lake kwa sauti, lakini Annie, ingawa amemsikia, anachagua kumpuuza. Hata mchumba wake anapomshauri asifanye hivyo. Katika tukio linalofuata, tunamwona Sofia akifungua faili ambalo Annie alikuwa amemtungia. Ndani yake, anakuta riwaya ambayo Hang aliandika, ikimhimiza kumsaidia na kumuunga mkono katika kufuatilia shauku yake. Sofia anaposoma, anakumbuka maneno ya Hang aliyomwambia hapo awali. Akiwa amezama katika mawazo, anaamua kumpigia simu mumewe wa zamani kwa mara ya kwanza tangu walipoachana. Anamuuliza ni lini atasafiri ili aweze kumuaga. Akiwa ameshangaa, anasema, ni ajabu kwamba unanipigia simu. Hata hivyo, anaongeza kuwa kama kawaida, atarudi mara moja kwa mwaka ili wakutane. Sofia anakuwa na wasiwasi, kisha anakatiza simu ghafla. Siku inayofuata,
Annie anakutana na mchumba wake ambaye kama kawaida anamtendea kwa wema. Anamwambia kwamba yeye ni mtu mzuri sana na mpole, lakini hana hisia za kimapenzi kwake na anamuona tu kama rafiki. Yeye anajibu kwa kusema kwamba bado wana muda mwingi na kwamba ataendelea kujaribu kushinda moyo wake. Anamwambia pia kwamba atasafiri kwenda China hivi karibuni na anampendekezea aende naye ili kuinua hali yake ya moyo. Annie anasema atafikiria kuhusu hilo. Baadaye, Annie anapokea ujumbe kutoka kwa Hang ambapo anakiri kwamba anampenda na hawezi kuishi bila yeye. Anamwomba apewe nafasi ya kueleza sababu zilizo nyuma ya matendo yake, lakini Annie anaamua kumpuuza. Muda mfupi baadaye, Annie anapokea simu kutoka kwenye simu ya Yoon, lakini anagundua kuwa aliye upande wa pili wa mstari ni mhalifu. Anamwambia kwamba amemtika nyara Yoon na anatishia kumdhuru isipokuwa Annie afike katika eneo fulani alilotaja. Akiwa na hofu kubwa, Annie anakimbilia mahali hapo alipotaja na anamkuta mhalifu akimsubiri akiwa na bunduki. Anamwambia, ukiniua hutaweza kamwe kujua Yoon yuko wapi. Annie tupa bunduki yake pembeni na wawili hao wanaanza kupigana uso kwa uso. Mhalifu ananyakua kisu na kumdunga Annie tumboni, ingawa jeraha hilo si kubwa sana. Licha ya kuumia, Annie anasimama tena, anapigana naye kwa nguvu na anampiga hadi anapozimia. Muda mfupi baadaye, Lin anawasili eneo la tukio na anamuuliza Annie kama yuko sawa. Annie anamuuliza jinsi alivyompata, naye anaeleza kuwa alimuona akiondoka kwa haraka, akahisi wasiwasi kuhusu usalama wake, ndipo akaamua kumfuata. Akiwa na shukrani, Annie anamshukuru na anamuomba amsaidie kumtafuta Yoon. Kwa pamoja, wanampata Yoon na kumwokoa. Yoon anamshukuru Annie, naye anamhakikishia kwa kusema, nilikuhakikishia kwamba sitakuacha na pia niliahidi kwamba tutampata mwanao. Akiwa na dhamira ya kutimiza ahadi yake, Annie anawaamuru watu wake wamteke nyara mhalifu. Anamhoji kuhusu mahali alipo mwana wa Yan, lakini anakataa kuzungumza. Akiwa amekererika, anawaamuru watu wake wamtose majini. Yan anaingiwa na hofu, akimsihi Annie asifanye hivyo, lakini Annie anamtuliza kwa kusema, usijali, hata jifa. Mimi na timu yangu tunapomwadhibu mtu, tunamtosa majini. Baada ya hapo, Annie anamwagiza Lin na watu wake wamsindikize Yoon nyumbani. Lin anasisitiza kubaki na Annie na kumpeleka hospitalini, lakini Annie anamwambia kuwa jukumu lake ni kuhakikisha usalama wa Yan na kwamba yeye mwenyewe atajitunza. Wakati huo, Ding anatoa wimbo mpya, akifurahia kuimba na kupiga gitaa. Kwa mshangao wake, wimbo huo unapata umaarufu mkubwa na ghafla anapata mashabiki wengi sana. Hata kampuni ya June inawasiliana naye ili asaini mkataba, jambo ambalo linamjaza furaha. Kwa upande mwingine, Annie akiwa anatoka damu nyingi, anaanza kupoteza fahamu, hali ambayo inasababisha ajali kubwa. Anakimbizwa hospitalini mara moja. Hudumu wa hospitali wanawasiliana na Hang ambaye anakimbia kufika, lakini anakuta mchumba wa Annie tayari yupo ndani ya chumba pamoja naye. Akiwa amevunjika moyo, Hang anaondoka chumbani, lakini mchumba wa Annie anamfuata. Hang anamkabilina akimuuliza anataka nini, naye anajibu kwa kumshutumu Hang kwamba ndiye anayemsababishia Annie mateso, akidai kwamba Hang hafai kuwa naye. Anasisitiza kwamba yeye ndiye anayeweza kumfanya Annie awe na furaha, tofauti na Hang ambaye kama mwigiza angeleta maumivu katika maisha yake. Anafichua kwamba mama wa Annie alikuwa mwigiza aliyekata tamaa ya kazi yake ili aolewe na baba yake. Kisha anamuuliza Hang kama yuko tayari kufanya kijitoleo kama hilo kwa ajili ya Annie. Hang, akiwa ameshtuka, anajibu kwamba halo si maamuzi yake kufanya, bali ni Annie ndiye anayetaka kile anachokitaka. Wakati huo, Annie anaamka kwa taharuki na anaanza kumtafuta Hang kwa hamu kubwa. Anajaribu kumpigia simu mara nyingi, lakini Hang hapokei. Anatoka nje na anamkuta ni mchumba wake tu aliyepo. Hang, akiwa kwa mbali, anamuona akipiga simu, lakini kwa kushawishiwa na maneno ya mchumba huyo, anaamua kuondoka. Mwezi mmoja unapita, na Sofia anamkabidhi mkurugenzi mmoja riwaya ya Hang, akimwomba amfundishe Hang kuongozi na kuigiza nafasi za wahusika waovu. Baadaye, Hang anakutana na Yoon, ambaye anamhamasisha asikate tamaa. Anamuuliza kama anajua chochote kuhusu Annie, na Yoon anamwambia kwamba Annie amekubali kusafiri pamoja na mchumba wake. Akiwa na hofu, Hang anakimbilia uwanja wa ndege, ambapo anamuona Annie. Anamuita kwa sauti, akimwomba asiondoke. Annie anageuka, anatabasamu na anakubali kubaki. Tamthilia inahitimishwa na mshangao mkubwa. Mhalifu aliyekuwa akimblackmail Yoon anaonyeshwa akikutana na mchumba wa Annie. Inafichuliwa kwamba mchumba huyo ndiye hasa kiongozi wa genge aliyekuwa akipanga shughuli zote za kihalifu. Msimu wa kwanza unaishia hapo na msimu wa pili haukutolewa. Asanteni mashabiki zetu kwa kuendelea kutufuatilia.